Mkuu wa Wilaya ya Kati Rajab Ali Rajab ametembelea shehia ya Uzi mkoa wa Kusini Unguja. Wananchi wa eneo hilo wameeleza changamoto zao mbalimbali ikiwemo uhalifu wa mashamba ya mwani, kushuka kwa bei za mwani, uhalifu wa mashamba ya mikoko, ugumu wa kupata mikopo, pamoja na upungufu wa watumishi wa umeme. Aidha, wananchi wameomba kujengewa bandari ili kurahisisha shughuli za usafiri na biashara, pamoja na kusaidiwa vifaa vya ujenzi vya kukamilisha ujenzi wa skuli mpya inayoendelea katika shehia hiyo. Tukutambulisha kwamba tuna ujenzi wetu huu wa banda hilo la skuli, ambao ujenzi huo unajengwa na kamati ya skuli tukishirikiana na jamii, sheha wetu pamoja na mheshimiwa diwani. Ujenzi unajengwa kwa kujitolea zaidi, kwa sababu mafundi wetu wamekubali kutujengea ujenzi huu huku tukiwalipa sehemu ndogo tu kama kijiposho tu, hatuna uwezo wa kuwalipa hasa kama inavyotakiwa. Sasa mheshimiwa, kwamba ujenzi huu utakapokamilika hatutakuwa na uwezo tena, nafikiri kamati ile ya skuli ambayo inajenga itakuwa haina uwezo wa kutia vikalio. Sasa hili tukukabidhi wewe mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya, kwamba utakapokamilika ujenzi huu basi sehemu hii ya vikalio uweze kutusaidia. Pia madarasa mawili. Changamoto zenyewe hasa kama mimi mwanamke zinazoniathiri, baadhi ya watu wanajifanya hawana uelewa wa kutosha. Sisi akina mama katika shehia yetu tumepata miradi aina tofauti katika kijiji chetu cha Uzi. Sasa kuna baadhi ya watu katika miradi ile wanaenda kuiathiri. Wanaiathiri kivipi? Sisi tunapanda koko, kuna baadhi ya watu zile koko ambazo tunazozipanda wao wanaenda kuzikata kwa mafaida yao wao, kwa mafaida ya mkaa, kwa faida ya kujengea fito. Sasa kwa kweli wanaturudisha nyuma, kwa sababu sisi akina mama tushahangaika sana, hatuna ajira tunaoipata, tumejikita katika miradi, ile miradi itusaidie sisi na vizazi vyetu. Wanawake tumejitolea sana wenyewe kwa sababu hatuna ajira, tunafanya vikundi vya ujasiriamali lakini uwezo unakuwa mdogo. Sasa ombi letu, mikopo kwenye vikundi tunaahidiwa tu lakini hatuipati. Sasa sijui kama tunakosea kitu gani, hata kama mikopo hiyo sio tunakuwa migumu. Kwa sababu tushahi kutoka hapa kwa magari, tunakwenda Tudunga, tunakwenda jisajili, tukaamba tutafute vitambulisho, tumekwenda kila mwanamke 30,000, tukaambiwa kesha tulieni huko nyumbani. Kwa magari tulikuwa tunaenda, mikopo itakuja. Hadi leo kuna vikundi kidogo tu vilivyobahatika, vingi vyao vinakatika moyo, na mpaka sasa hivi kiwaita wana kina mama kwamba wajikusanye ili wapatiwe mkopo, wanasema hatutaki kushuhudishwa. Kazi ni hiyo hiyo tu kila siku, wala hakuna kinachoendelea. Wawekezaji wanakuja kununua maeneo yetu. Ukimwambia mwekezaji bwana, ile eneo letu la Diko, anakuambia mimi ndo nalitaka hasa ile eneo la Diko, na si ndo maeneo tunotumia. Kwa hiyo nataka kujua sheria hii hasa ya Diko ipoje mheshimiwa? Haya maeneo ya Madiko yanavamiwa sana na sisi tunatumia. Langu mieleo moja. Kwa hiyo tunaomba mheshimiwa, pesa hiyo mwani huo tuzidishiwe bei. Hicho ndo kilio chetu kikubwa, na mwani hasa katika kipindi cha jua tunakuwa tauani ule cha kuanikia hatuna, na ukatizama bei ni ndogo. Taunue maturubali ya kutarazia mwani, unakuta mwani ule kesha uvuna we huna kitu, na tuna mahitaji mengi. Kwa hiyo mheshimiwa, langu la mwanzo eneo hilo. La pili mheshimiwa, tunaomba kisiwa chetu cha Uzi kishakuwa ni kisiwa kikubwa na kishakuwa na maendeleo hasa ya umeme. Umeme tunatumia sana, ni kweli, lakini sasa mheshimiwa, tunaomba kwa nini yangu mie, waajiriwe watu wasipopungua 3 au 4 katika kisiwa chetu, kwa sababu nazungumza hayo, tuna mwajiri mmoja alioajiriwa katika unini wa umeme. Leo hii unampigia simu, nimetokezewa na tatizo, na tatizo hilo linakuwa ni kubwa kwa sisi ambao wanatumia umeme huwa mdogo anotengeneza. Ukatizama unampigia simu na tatizo huku, anakwambia anakuja. Mie binafsi yangu na mwezi wa 3 poli yangu imekatika. Tunakwenda chukua mbolea
lakini hatimaye tukafika nayo hapa, kemkemu inakamatwa, wanakuja kachukua pesa bure. Kwa hiyo mie mheshimiwa, nakuomba sana utuwekee bandari japo ndogo ya kushusha vitu vyetu hivi, kwa sababu sie hukuuzi kama unakokujua unavyokuona, na sie kwa kiukweli hasa tushachoka. Kila siku kemkemu anakuja, mapolisi wanakuja, bora mtuwekee bandari iwe tunalipa kwa uhakika na kazi zetu tunafanya kwa uhakika. Kwa hiyo mheshimiwa langu ndio hilo tu. Akizungumza na wananchi, mkuu wa wilaya ya Kati alisema serikali inaendelea kushughulikia changamoto hizo kwa kushirikiana na taasisi husika. Pia alisisitiza umuhimu wa kulinda mazingira, kukomesha uvuvi haramu na kuimarisha ushirikiano kati ya wananchi na serikali katika kuleta maendeleo ya kijiji. Lakini ndugu Omar Shabani Omar, ujenzi wa skuli, mwalimu kazungumza vizuri. Kwanza nikupongezeni kwa jitihada zenu ambazo mnafanya kuweza kuongeza madarasa, lakini kuna vitu tumeomba kompyuta, printer, photocopy, vikalio, lakini pia tuna taarifa kwamba zipo taasisi zinasaidia. Na kwa taarifa iliyokuwepo kuna milioni 30 imewekwa juzi. Nafikiri hana muda mrefu kuna mwekezaji, si kama Wanjia huko. Mwekezaji wa Njia kuna milioni 30 kaweka. Lakini pia kuna changamoto tumepokea nyingine, kwamba hizo fedha inaonekana kuna watu tu pembeni wapo nazo. Hata hapa skuli pia hizo taarifa hapo nazo vizuri, mimi ninajua. Kwa hiyo Mheshimiwa Sheha, hata kama kuna kamati ya skuli, mwalimu mkuu msimweke mbali na hizo fedha aweze kujua matumizi. Yes, tunasimamia ujenzi. Chakubaliana kwenye hilo. Kama ng'ombe na mbuzi na wanyama wengine wasiofungwa, kama limekushindeni wenyewe kulicontrol, hamwezi kulisimamia, tuwaombe serikali ya wilaya mstegemea, yupo na madiwani wapo, msende kualilia kwa majumba yao. Sisi tutakaye mkamata mbuzi mmoja faini yetu shilingi 300,000. Kwa tutakuja na gari, tutawapakia, kila tutakuta hana kamba yuko nje tunapakia kwenye gari yetu. Tutakaye mkuta. Kwa hiyo hilo tukubaliane tu, tutakubaliana. Hilo tukishakubaliana, kama serikali ya sheria limekushindeni, msije mkatulilia kule, wala msije mkamlilia sheha. Tunakubaliana kwenye mkutano huu. Kama watu wanafuga hawawezi kudhibiti mifugo yao, serikali ya wilaya tutakuja kudhibiti. Kwa sababu sheha anajua hataki mkamata, mtaenda kumfanya kelele akupeni wenyewe. Lakini sisi tukisha kuwakamata tutakwambia, kwanza uko nakupeleka kwa jambo peleka wapi. Ukimtaka unalipa 300,000 na kuchagua mbuzi wako. Sasa sijui kama mbuzi anafika thamani ya 300,000. Kuhusu ng'ombe thamani milioni 3. Tukimkamata ng'ombe kwenye hatuwezi kutia mafuta sisi. Tukatoka tulikotoka kuja na gari yetu mpaka hapa tukawakamata, halafu mje mlalamike kule kwa wabunge wenu na wakilishe tukupeni. Hatutoi. Kwa sababu hayo tunakubaliana kwenye kikao cha wazi hiki. Kwa hiyo sisi tunakupeni muda wa wiki moja, kaeni mjitafakari. Mnaweza kuwafungia, wafungieni. Hamuwezi, baada ya wiki tutafanya survey, tutakao wakuta tunabeba. Msije mkamuuliza sheha, hausiki. Mbuzi na ng'ombe atakuwa kachukua mkuu wa wilaya. Sasa ile kama mnapiga makofi, msipige makofi, lakini nahitaji tukubaliane hapa. Sasa kwa kila ambaye ana mfugo wake, naomba tusikilizane. Kila mwenye mbuzi wake namuomba kuanzia leo afunge. Kila mwenye ng'ombe wake amtafutie kamba afunge. Kwa sababu na ndugu zetu hawa ambao na wazee wetu wanafanya kazi ya kulima wanapoteza nguvu zao, halafu hawanufaiki na kilimo chao. Hatuwezi kuridhia kwa kuwa una mbuzi wako na ng'ombe wako, mzee kesha na mgongo wake, kapiga makongo yake, kapanda mihogo yake, panda migomba yake, unawaachia ng'ombe wako na mbuzi wako wanaenda kumvurugia, halafu kesho aje apande, yana tuna nguvu nyingine kupanda kwa sababu tu ya wewe mmoja ambaye unafuga unashindwa kucontrol hiyo mifugo yako. Kwa hiyo kwenye hili kama tumekubaliana, serikali ya wilaya tunakuja kuchukua hatua. Tutawakamata, tutawapakia wote, tutaondoka nao. Na ukiona amekamata wala usihangaike kwa shehe. Njoo baraza letu la manispa, unakutana na control number. Wala humpi pesa mkononi. Unapoa control number utaenda kulipa na hizo fedha zinaingia kwenye mfuko wa serikali. Kwa sababu kama umeshindwa kuchunga, serikali tutakuelekeza namna ya kuchunga mbuzi wako na ng'ombe wako. Swala nyingine mzee wangu alizungumzia kuhusu fidia ya mazao yake katika ujenzi wa njia. Mheshimiwa Sheha,
barabara zikijengwa hizi, watu wanatakiwa kulipwa fidia, na Mheshimiwa Rais amekuwa akisisitiza hili kila siku. Sasa malalamiko ya watu, vipando vyao vinavurugwa na wawekezaji ama yoyote ambaye atakayevuruga, kama ni ujenzi uwe wa serikali au wa kampuni, hakikisha watu wote wanalipwa fidia zao. Hilo ndio jambo la kwanza. Kwa hiyo kama kuna watu hawajalipwa fidia, tunaomba hiyo listi sheha, na huyo kama ni mwekezaji au kama ni kuna kampuni imevuruga hayo mazao ya mwananchi yoyote, lazima tupate listi kwa ajili ya kuhakikisha watu wanalipwa haki zao. Tunajua baadhi ya maeneo kuna wananchi wamejitolea vipando vyao kwa ajili ya miradi ya maendeleo, wapo. Isije kwamba kwenye kundi la walojitolea baadaye unakuja kulalamika mbele ya mkuu wa wilaya. Lakini kama uliambiwa unatakiwa kulipwa, maana serikali tuna wajibu wa kusimamia kuhakikisha kwamba unalipwa haki yako. Haki yako lazima ulipwe. Kwa hiyo tunaomba hiyo listi ambao watu wanatakiwa kulipwa. Kuna maeneo barabara zimepita, watu wamesacrifice. Wanasema sisi kwa maendeleo haya sina haja kulipwa mgomba wangu mimi. Madam barabara na tulikuwa tunahamnayo aje ipite. Na kuna watu tumepitisha nguzo za umeme wakasema na sisi tunajitolea ili umeme uweze kufika sehemu zote. Wapo hao Watanzania wenzetu wazalendo wamejitoa kwenye huo utaratibu. Lakini kama kuna mtu anahisi lazima alipwe, lazima listi yake iwekwe na tuhakikishe kwamba analipwa kwa mujibu wa utaratibu na sheria ambazo zimewekwa. Nikiripoti mimi ni Amrat Yunus wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.